Januari Desemba 2025. Kwanza tuwashukuru kata ambazo tumepita, wajumbe wa kamati ya siasa na secretariat, kuangalia baadhi ya miradi ambayo iko kwenye taarifa yetu. Tumekwenda Makame, tumekwenda Ndedo, tumekwenda Njoro, Matui, Bwawani, Paltimbo na Kibaya. Hongereni sana. Ilani yetu ya 2020-2025 ilikuwa na kurasa 303. Ilikuwa ilani kubwa sana, na tuliikabidhi serikali ili iweze kuitafsiri kwa vitendo kwa wapiga kura wetu ambao ni wananchi wa wilaya ya Kiteto, lakini kwa ujumla wake wa Tanzania mzima. Na ilani hii ndiyo ambayo tumeenda kuombea kura kwenye uchaguzi uliopita kwa kazi ambazo zimetekelezwa kupitia ilani ile. Kwa sasa tuna ilani mpya baada ya uchaguzi ambayo ni 2025 2030. Ndugu mwenyekiti, sasa tunataka ufafanuzi, na kwa bahati nzuri wametuletea ufafanuzi wa hoja hizo, na nyinyi tumewapa, kwa maana ya kwamba kamati ya siasa, kwa sababu inafanya kazi za kila siku kwa niaba yenu, tunawapunguzia mzigo wa kazi, kwa maana ya kwamba kabrasha mlilonalo na hoja hizo na majibu yake ni kati ya vitu ambavyo kamati ya siasa imeona iweze kupata ufafanuzi. Lakini kwa sababu kikao hiki ndio kinahitimisha taarifa hii, nyinyi ndio mnaotoka kule ambako shughuli za maendeleo zinafanyika. Hizi shughuli zote za maendeleo hazifanyiki angani, zitafanyika kwenye vijiji, kwenye kata, kama ni shule, kama ni zahanati, kama ni barabara. Huko mliko nyinyi ndio wasimamizi wazuri na jicho la karibu kabisa la miradi hii. Na bahati nzuri tunao madiwani, lakini nyinyi viongozi wa chama ambao mnafanya hii kazi mkiwa karibu kabisa na miradi hii. Kwa hiyo mtapata fursa pia ya kutoa hoja ambazo mtakuwa nazo, na ndio maana tunakuwa na wataalamu hapa ili waweze kutoa ufafanuzi, ili kwa pamoja tutoke tumeielewa vizuri kazi iliyofanywa na serikali yetu, kwa sababu kazi ya kwenda kueleza mafanikio ya serikali ni kazi yetu sisi baada ya kuwa imetafsiriwa kwa vitendo. CCM oye! Ndugu mwenyekiti, kwa utangulizi huo niseme kwamba fedha ambazo zimekuja kwa kipindi cha ilani hii 2020-2025 ni fedha nyingi sana kwa wilaya yetu, ambazo zimetekeleza miradi mingi sana ya maendeleo. Lakini palipo na mafanikio, changamoto pia zipo. Kwa hiyo kupitia kikao hiki tutajadili kwa pamoja. Mafanikio yanayoonekana tutapongeza, lakini changamoto zilizopo pia hatutaziacha ili ziweze kufanyiwa kazi katika kipindi kijacho. Baada ya kuyasema hayo, ndugu mwenyekiti, nikukaribishe uweze kutufungulia kikao chetu, na baada ya ufunguzi tutamleta mkuu wetu wa wilaya ili aweze sasa kuwasilisha taarifa yake kwenye kikao hiki cha halmashauri kuu ya wilaya.